Sante Yesu, maana unaweza. Sante Yesu, maana ni mwaminifu. Peke yako Baba, una neema ya kuniosha uovu wangu na dhambi zangu katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo ninaruhusu kibali chako kiingie ndani ya moyo wangu katika jina la Yesu. Nisamehe Baba, nitakase Baba, mimi na familia yangu na nyumba yangu. Usituhesabie uovu na laana na mateso, bali utuhesabie haki na msamaha utokao kwako katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Simama pamoja nami kwenye ibada hii, nione sababu ya mimi kuwepo ibada, ni katika jina la Yesu, amen. Naomba tuketi. Fungua na mimi kitabu cha Zaburi ya 121. Zaburi 121. Wale wa darasa la usiku wanajua Zaburi ya 21 ilipotufikisha. Wa darasa la usiku wanajua ilipotufikisha, na mnaotufuatilia kwa njia ya YouTube. Sasa hii ndio ibada ya Jumapili, kiachana ile ya Jumamosi ya kila siku asubuhi na ya mchana na ya usiku. Sasa leo ndio Jumapili kwa wenzetu huko Karatu, Mangola. Karibuni kwenye ibada. Anasema, nitayainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asiwache mguu wako usogezwe, asisinzie akulindaye, naam, hata sinzia wala hata lala usingizi. Yeye aliye mlinzi wa Israeli. Bwana ndiye mlinzi wako, Bwana ni ufuri wa mkono wako wa kuume. Jua litakupiga mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote. Atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Sema haleluya. Nikasema na nimeendelea kusisitiza kwamba Mungu alituumba ili tumtegemee. Kila mtu aliyoko kwenye hii ibada aliumbwa na Mungu ili amtegemee. Na Biblia inasema, mtumaini Bwana wala usitegemee akili zako. Nikasema chochote unachokifanya ili ufanikiwe, ili ustawi, nikasema kaa upande wa Mungu. Kwa nini ukae upande wa Mungu? Kwa sababu pasipo Mungu hatuwezi jambo lolote. Ukiona chochote ulicho nacho, ziwe ni baraka, iwe ni elimu, iwe ni kazi, iwe ni pesa, iwe ni uchumi, chanzo chake ni Mungu. Sema amen. Nasema hivi, yani hivyo ulivyo, chanzo chake ni Mungu. Hakuna mtu ambaye amejiumba kwa nafsi yake. Nikasema, kwa nini watu wengi Mungu anapowabariki au Mungu anapowapa kitu chochote wanakuwa wepesi kumwacha Mungu? Ni kwa sababu ya sifa. Yani kuna mtu, ili umuondoe kwenye kusudi la Mungu, msifie. Unajua wewe una hela, unajua wewe una hiki, unajua wewe una hiki.
Nikasema watu wana uwezo wa kukuondoa upande wa Mungu. Kwa nini wanakuondoa upande wa Mungu? Yaani wanajaribu kukuweka wewe kuwa ni bora kuliko Mungu. Nikasema ili usiachane na Mungu, hata mtu akikusifu mwambie usinitoe upande wa Mungu. Hata mtu akikuinua mwambie usinitoe upande wa Mungu. Kwa sababu hivyo ulivyo haujiwakilishi wewe. Hivyo ulivyo unawakilisha familia yako, unawakilisha ukoo wako. Kwa ile unachofanya chochote kwa ajili ya Mungu, si kwa ajili yako, ni kwa ajili ya familia yako, ili Mungu aikumbuke familia yako. Sema amen. Kwa sababu si kila mtu amepata nafasi ya kuwa na mahusiano na Mungu, iwe kwenye familia, iwe kwenye ukoo. Si kila mtu. Ni Mungu huwa anachagua mtu mmoja mmoja kwenye familia ili amtumikie Mungu. Ndio maana hiyo sadaka yako haisimami tu na wewe, inasimama na familia yako. Hiyo ibada yako kama ya leo Jumapili haisimami tu na wewe, inasimama na familia yako. Sema amen. Kwa unapotoa nafasi yako kikamilifu kwa Mungu, unaruhusu Mungu saa hiyo kutembelea familia yako. Unaruhusu Mungu saa hiyo kutana na familia yako. Kwa sababu hivi ulivyo, yani mtu mmoja akisimama mbele za Mungu, ni familia nzima imesimama, ni ukoo mzima umesimama. Ndio maana Biblia inasema nikatafuta mtu miongoni mwao atakayesimama mahali palipo haribika. Lakini kwenye Yeremia 5 ule mstari wa kwanza anasema pigeni mbio huku na huku katika viwanja wake kama mwaweza kumpata. Alafu anasema mtu mmoja asimamaye kwa uaminifu, asimamaye kwa haki, atafutaye uaminifu, anasema nitausamehe huo mji. Sasa angalia, ni mtu mmoja Mungu anamtafuta, sio wengi, mmoja. Ndio maana unapokuja kwenye ibada, yani hakikisha akili yako inasimama na Mungu, kwa sababu si wewe, ni ukoo mzima umesimama kupitia wewe. Ni ukoo mzima unaabudu kupitia wewe. Bwana asifiwe. Kwa nikasema anaposema nitainua macho yangu nitazame milima, anaposema msaada wangu utatoka wapi, nikasema kwenye moyo wa mtu ni uwanja ambao shetani anaweza akautumia kupitisha vya kwake. Kwenye moyo wako pia ni uwanja ambao Mungu anaweza akapitia kupitisha vitu vyake. Inategemea huo uwanja umempa nani. Huo uwanja ukimpa Mungu, Mungu anautumia kuzungumza vya kwake ndani ya moyo wako. Huo uwanja ukimpa shetani, shetani anautumia kupitisha vya kwake. Kwa anaposema nitayainua macho yangu, nikasema ni baraza, ni kikao kilichokuwa kinafanyika ndani ya moyo wa mtu. Kwa nikasema ni kama vile mjadala, kuna roho. Unajua kwenye moyo wako kuna mashindano ambayo hutokea mara kwa mara kati ya Mungu na shetani. Ndio maana kwenye moyo wako ukimpa shetani nafasi, anakufanyia maamuzi, anakuamulia vitu vingi. Lakini kwenye moyo huo ukimpa Mungu, Mungu anautumia moyo wake kupitisha vya kwake. Kwa ulikuwa ni mjadala unaokaa ndani ya moyo wa mtu. Sema amen. Nilitoa mfano wa mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Ayubu. Nikasema kwenye moyo wa Ayubu kuliingizwa mjadala kati ya baraka zake pamoja na Mungu. Ndio maana shetani alijitokeza mbele za Mungu. Mungu anamwambia shetani, umemwona mtumishi wangu Ayubu jinsi anavyo nicha na kunitegemea. Shetani akasema, kwani Ayubu yuakutegemea bure? Umembariki kwa watoto, umebariki vitu vyake na afya yake umemrinda. Mungu akamwambia okay, nenda kaguse vyote alivyo navyo, ila usiguse mwili wake. Biblia inasema shetani akatoka kwa hasira mbele za Mungu, akapiga mali zake, akapiga watoto wake. Sasa katika vitu vyote hivyo
Ayubu kwa sababu ya kumtegemea Mungu alikuwa anasema jambo moja tu, Bwana alitoa na Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Huyu anakuja mimi tu kukuletea habari, anasema Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lako lihimidiwe. Unajua baadaye shetani alipopiga vitu vyote alirudi tena mbele za Mungu. Mungu akamwambia, ulinichochea ili uharibu vitu vyake, si unaona bado moyo wake umeshikamana na mimi? Shetani akaambia gusa mwili wake. Mungu akaambia haya, nenda usiguse roho yake, kaguse mwili wake. Ndio ile Ayubu akaanza kuumwa magonjwa yasiyopona, kagusa mwili ukawa unanuka majipu na nini. Ndipo mke wake akainuka akaambia, wewe washikamana mpaka sasa na Mungu wako au na utakatifu wako, mkufuru Mungu ukafe. Ayubu akamwambia mke wake, kwa nini tupate mema tu tusipate na mabaya? Biblia inasema katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi mbele za Mungu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Tafsiri yake ni hii, unapopita katika mabaya usimwache Mungu. Unapopita katika vita usimwache Mungu. Manake katika hiyo vita yako bado Mungu atabaki kuwa Mungu. Katika mabaya yako bado Mungu atabaki kuwa Mungu. Ndio maana anasema usiondoe nafasi yako kwa Mungu kwa sababu ya vita ulivyo navyo, kwa sababu mwenye uwezo wa kuiondoa hiyo vita ni Mungu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Katika Kristo nasema amen. Nasema hivi, mwangalie uliyekaa naye, maana wengine wamekaa kwa mapozi ibadani. Mwangalie tu, mkate hilo jicho, mwambie haro, katika jaribu lako usimwache Mungu. Mbona wewe umenuna? Mwambie uliyekaa naye, katika jaribu lako usimwache Mungu. Kwa nini nasema hivi? Hata Biblia inazungumza jaribu alikuwapata isipokuwa lilo kawaida ya wanadamu, ila na Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Pamoja na lile jaribu, Biblia inasemaje? Atafanya mlango wa kutokea. Kwa hivyo ulivyo hakuna unaloliweza. Ndio maana nasema Mungu akiondoa mkono wake juu yako, akiondoa ulinzi wake juu yako, hata kama ulikuwa na uchumi mzuri utapigwa. Hata kama ulikuwa na mahusiano mazuri kwenye ndoa yatapigwa. Hata kama ulikuwa na mahusiano mazuri kazini yatapigwa. Kwa sababu hivyo ulivyo, yani unampenda Mungu au mpendi Mungu, kuna neema yake na ulinzi wake ameuweka juu yako. Na huo ulinzi wake ndio unaokuwezesha kusurvive. Na huo ulinzi wake ndio unaokuwezesha ukapaka na mafuta yakakaa, ukapaka na poda ikakaa. Ni kwa sababu kuna ulinzi wake. Yani huo ulinzi wake ndio unaokuwezesha unakula, unakunywa. Ndio unaokuwezesha unaenda hata chooni unakojoa na breki zinapatikana. Wale ambaye breki zimekata ndio unawaona akitembea na mpira, unajua breki zimefanya nini? Zimekata. Yani ndio hiyo, ukiingia chumbani kwake unaona ananuka mkojo. Yani hiyo hapo breki zimefanya nini? Zimekata. Yani ukiona unaenda unachuchumaa, unainuka, unaenda unafungua zipu unafunga. Yani hapo breki ziko sawa. Ni yeye amesababisha kila kitu kikakaa sawa. Akiondoa ulinzi wake, Yesu wangu, breki huwa zinakatika, na zikikatika ni hatari. Wezi kukata ibada, wezi hata enda sokoni, wezi enda hata kazini. Kwa nini? Breki zimefanya nini? Zimekata. Kwa hivyo ulivyo ni Mungu amehusika katika jina la Yesu. Sema Yesu nisaidie kukutegemea. Mimi wanawaambia watu, yani ukiwa mzima hivi, kila mtu anakusifia, kila mtu anakuangalia usoni, ni kipindi chako cha kumcha Mungu. Ni kipindi chako cha kufanya ibada. Na ukija ibada, acha mapozi pale mlangoni. Ukija ibada, mpe Mungu ibada. Unafahamu kumpa Mungu ibada?
Kumpa Mungu ibada ni zaidi ya kila kitu ulicho nacho. Kumpa Mungu ibada ni zaidi ya pesa ulizo nazo, ni zaidi ya cheo ulicho nacho, ni zaidi ya uzuri ulio nao. Unajua, kumpa Mungu ibada ni ile unaabudu kwenye ibada. Yaani kila mtu anashangaa. Kuna mtu akiabudu ibada, yani anaabudu kistaarabu. Yani unafahamu kistaarabu? Yani anaona kama ibada si kitu cha thamani kwake. Ngoja nikwambie leo, ibada ni kitu cha thamani kwako kuliko kitu chochote kile. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwa ukijifunza kumpa Mungu ibada, unaruhusu baraka za Mungu juu yako. Ndio maana mahali pa ibada si mahali pa vita. Mahali pa ibada ni mahali pa amani. Sema amen. Si nimesikia baada ya ungamo la dhambi tunaimba mahali ni pazuri ndugu wanapokaa waki safi. Kwa mahali pa ibada ni mahali palipobeba nini? Upatanisho. Yani tunafurugwa huko kazini wiki nzima, lakini tunategemea neema ya Mungu saa unapoingia wapi? Ibadani. Tunakasirisha huko kazini, tunafurugwa kwenye familia, lakini tunategemea kupata amani mahali pa ibada. Ndio maana mtu yoyote asifuruge mahali pa ibada. Asifuruge mahali unapomcha Mungu. Asifuruge mahali unapotolea sadaka yako, kwa sababu mahali pa ibada ndipo palipobeba amani yako, furaha yako, upendo wako, familia yako. Ni mahali pa ibada. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Usiku tulikuwa tunashughulikia kipengele kimoja, tukakiachia njiani. Tukasema omba msaada wa Mungu juu ya maneno yaliyotamkwa juu yako au juu ya familia yako. Omba msaada wa Mungu juu ya maneno yaliyotamkwa juu yako na juu ya familia yako. Nikasema kuna watu ambao vitu vyao vinaharibika kwa sababu ya matamko ya maneno. Matamko ya maneno. Nikasema yani kuna mtu akishatamka neno juu yako anasubiri utimilifu wake. Kwa hiyo utakuwa unaona ukipata hela asikai mkononi, utakuwa unaona watoto hawafanikiwi, kazi hazifanikiwi. Kumbe kuna mtu ambaye alishasema neno na lile neno linaishi juu yako au limesimama juu yako. Nikasema kuna mtu anaweza akatamka neno juu ya mahali pa ibada, mkajikuta ni watu mnaofarakana pasipo kujua kwa nini mnafarakana. Kumbe lile neno limesimama juu yako, au limesimama juu ya familia, au limesimama juu ya elimu ya watoto. Alafu hakuna kitu ambacho kinafanikiwa, hakuna kitu kinachosimama kwa sababu ya nguvu ya maneno. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwa nikasema kuna watu ambao hatua zao za kimaisha zimefurugwa kwa sababu ya matamko. Kuna watu nimeodari wa kutamka neno na likatimia. Ni watu ambao wana nguvu, akisema neno harifi linaishi. Sema amen. Yeremia 22:29. Yeremia 22:29 anasema nchi, sikia neno la Bwana. Andika habari za mtu huyu kwamba hana watoto, wala hapana mtu katika uzao wake atakayefanikiwa akaketi katika kiti cha enzi cha Yuda na kutawala. Nikasema huyu ni Mungu
alikuwa anatamka maneno juu ya mtu ambaye amemwasi au amemkosea. Sasa gari nikasema kuna maneno ambayo yanasimama juu ya mtu, lakini kuna maneno ambayo yanasimama juu ya ardhi. Bwana asifiwe. Kwa sababu haya ni matamko mara mbili. Andika habari za mtu, lakini ameanza kuisemesha nchi, ameanza kuisemesha ardhi. Kwa nikasema kuna mtu ambaye ardhi yao ilikwisha kutamkiwa mabaya, ilikwisha kutamkiwa maneno ambayo, yani ukitaka kufanikiwa nenda kafute yale maneno kwenye ardhi ya familia. Sasa kuna mtu ambaye anaweza kaona tu umezaa watoto wenye akili, anakuja anatamka kwenye ardhi ya familia, anasema hawatafika popote. Anaweza akasoma akaana kazi, lakini hawezi kufanya kitu chochote cha maendeleo. Anaweza akarima akavuna, lakini hajui hela zake zinaishaje. Kilichosimama naye ni maneno. Sema amen. Katika Kristo nasema amen. Yani ndo kila kitu kitaharibika na kila kitu kitakufa, kwa sababu kilichosimama kwake ni maneno. Mimi nikaambia jana usiku, nikasema lazima ujifunze kwa nini ukikosana na mtu cha kwanza anachotamka kwako ni kukuadhibu kwa maneno. Yani ukisha korofishana naye sahi, hata kama mlikuwa mnakula pamoja, mnacheka pamoja, mnatoka pamoja na kuingia pamoja, mkisha kosana, cha kwanza anachokumbuka ni kutamka maneno magumu juu yako. Kwa nini anatamka maneno magumu juu yako? Kukuharibia. Kwa sababu cha kwanza kinachoharibu kwako, yani kabla ya ugonjwa, kinachoharibu kwako ni maneno. Na nikasema usipoomba Mungu sasa aondoe laana ya maneno, iwe ni ya wazazi, iwe ni ya adui zako, iwe ni ya rafiki zako, iwe ni ya mchumba wako, hata tu mchumba sahi mkiachana, anambia tuone kama ataolewa, tuone kama ataolewa. Angalia, cha kwanza, silaha ya kwanza nikasema ni maneno. Kwa kuna watu ambao sahi wako ibadani, kila kitu kimevurugika kwenye maisha yao, lakini kimevurugwa na kitu kinachoitwa maneno. Na wewe ujui kwamba kilichovuruga maisha yangu ni maneno. Sahi mtu akitaka kuwavuruga hapa kanisani atatumia maneno, na kisha tamka hayo maneno, mtashangaa kila kunapokucha mnafurugana, mnachukiana, mnagombana, mnasemana vibaya. Kuna maneno yanaweza, na maneno yasipoondoka yanaweza yakakaa juu ya kizazi kizima. Maneno yasipokaa yanaweza, asipotokea mtu akasema nafuta yale maneno, nafuta yale maneno tuliyotamkiana kwenye kikao, yale maneno tuliyosemeana, tuliposemeana siku tulipogombana, hata kama mmepatana mtagombana tena. Kwa nini? Yale maneno hakuna aliyeyafuta. Ndio maana mtu yoyote akikosana na mtu, baada ya kuzungumza na kuisha, tunasema msameane. Lakini ukishasema msameane, tunaambia mkumbatiane au tunaambia mshikane mikono. Kwa nini? Tunataka kama kuna neno lilibaki moyoni lifutike, ili mtu huyo awe na amani na wawe na nini? Na amani. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ndio mtu namsikia, mimi natafuta amani na wewe tu. Kwa nini nasema mimi natafuta amani na wewe? Anajua kinywa chako kimebeba nini? Sumu. Kwa sababu Biblia inasema laana na mauti huwa katika uweza wa ulimi, na wale wa upendao watakula matunda yake. Kwa huo ulimi wako umebeba vitu viwili, umebeba uzima, umebeba nini? Mauti. Ndio maana ukimtamkia mtu yoyote neno, au mtu yoyote akikutamkia neno, unasikia maumivu moyoni. Unasikia maumivu moyoni, ni kama mtu anakata na upanga. Kinachokata ni kitu gani? Ile sumu. Kila ulimi una sumu, yani ulimi wako huo una sumu. Ndio maana kuna mtu anasema mimi nikisema neno lazima litokee. Kwa nini anajigamba namna hiyo? Kwa sababu kwenye ulimi wake kuna uzima, lakini kwenye ulimi wake kuna
mauti. Sema amen. Katika Kristo nasema amen. Kwa nikasema sasa kuna watu tumekwama kwa sababu ya watu waliotutamkia. Kuna watu tumekwama kwa sababu ya watu waliosema maneno juu yetu. Sasa Mungu anapokupa nafasi sasa, anakuambia tubu kwa ajili ya maneno yaliyopita juu yako. Ngoja nikwambia, kwenye laana ya maneno hapanaga ujasiri kwamba mimi hayo maneno hayatanipata. Yatakupata tu, ni mpaka ufute. Ndio maana Zaburi ile ya 33 ule mstari wa 10 na 11 anasema, Bwana uyatangua mashauri ya uyabatilisha makusudi ya watu, uyatangua mashauri ya mataifa. Shauri la Bwana lasimama milele. Kwa nini anasema uyabatilisha? Kwa nini anasema uyabatilisha? Kwa nini anasema uyatangua? Huyo ni Mungu anazungumza kitu cha namna. Manake anajua madhara, anajua uharibifu, anajua yasipobatilishwa, yasipotanguliwa lazima yatatimia, lazima yatasimama. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ndio maana anasema shauri lake, kwa anaposema uyatangua, uyabatilisha, manake neno lolote likisha tamkwa juu yako, cha kwanza batilisha, cha pili tangua, cha tatu simamisha kusudi la Bwana. Usiache hayo maneno ukasema amesema tu. Yani amesema lazima yatimie, amesema lazima yatatokea. Kwani Biblia inasemaje? Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 30 na ule mstari wa 18, Kumbukumbu la Torati sura ya 30. Chukua Biblia yako sasa usome na hapo. Kumbukumbu la Torati sura ya 30 ule mstari wa 18. Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 18. Neno la Mungu linasema hivi, ule mstari wa 18, kama umeupata sema amen. Anazungumza, anasema hivi, na wahubiri hivi leo, hakika mtangamia, hamtazifanya siku zenu kwa nyingi juu ya nchi mwivukiayo. Hamtazifanya siku zenu kwa nyingi juu ya nchi mwivukiayo Yordani, uingie kuimiliki. Nasishuhudiza mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako, kumpenda Bwana Mungu wako, kutii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndio uzima wako na wingi wa siku zako, upate kukaa katika nchi Bwana aliyowapa baba zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo, kuwa atakupa. Sema amen. Sasa najua Mungu alitamka laana, ikakaa kwenye mbingu, ikakaa kwenye ardhi. Anasema hivi, yani wewe ukimwacha, kinachozaliwa kwako ni mauti, kinachozaliwa kwako ni laana, kwa sababu alishatamka. Kwa unapompenda Mungu, baraka zinakuja. Unapomtumikia Mungu, baraka zinakuja. Ukimkataa, na wewe kila kitu kinanyamaza. Sasa nikasema, na wako watu ambao wanajua kuitumia laana ya ardhi, ndio ambayo Mungu alimtamkia Kaini alipomuua ndugu yake Abeli. Akasema, imelaaniwa ardhi iliyofumbua kinywa ikanywa damu ya ndugu yako. Utakapoilima haitakupa mazao yake, utakuwa ni mtoro asiyekuwa na kikao duniani. Sasa nikasema ardhi yani inatunza vitu kuliko unavyofikiri. Ndio maana usipende kugombana na watu ovyo. Kila mahali unapogombana panatunzika laana zako. Kila mahali unaposhindana na mtu panatunzika vita yako.
kwa sababu kinachoweza kutunza laana kwa muda mrefu ni hiyo hiyo ardhi unaoikanyaga, ni hiyo hiyo ardhi unaoipita. Inatunza kila kitu. Inaweza ikakutunzia laana hata ya miaka 10, laana hata ya miaka 20, laana hata ya miaka 50, ikakukaria hapo. Kila ukijaribu kusogea, ngoma inagoma. Unarima, unajaribu, ngoma inagoma, kwa sababu umetunziwa kitu hapo, umefungiwa kitu hapo. Ndio maana kwenye maisha yako, achana na kitu kinachoitwa ugomvi, achana na kitu kinachoitwa kugombana, kwa sababu kuna kitu unajifungia mwenyewe kwenye hiyo ardhi. Sema amen. Nasema sema ameni wewe. Kuna kitu kinatunzika. Ukiwa na amani, kuna kitu kinatunzika kwenye ardhi. Amani yako inakaa, amani yako inaishi. Ukiwa mtu wa vita, vita yako nayo inatunzika. Ndio maana utakuwa uko shambani, ile vita yako inafanya ardhi na vitu vyako shambani. Utakuwa kazini, ile vita inafanya vita na uchumi wako kazini. Ndio maana mtu asikusifu akakwambia wewe ni mbabe, anaweza akakwambia unajua wewe unatisha. Yani wewe mtu akwambii kitu, lakini anakupandia laana kwenye ardhi. Angalia kitabu cha Yoshua sura ya 6 mstari wa 26 na 27. Kitabu cha Yoshua sura ya 26 na 27, 26 na 27. Kitabu cha Yoshua sura ya 6. Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi. Inasema hivi. Yoshua 6 mstari wa 26 na 27. Anasema hivi. Anasema hivi. Anasema hivi. Kitu cha ajabu sana kiko pale. Anasema hivi. Na Yoshua akawaapisha kiapo wakati ule, akasema, na alaaniwe mbele za Bwana mtu yule atakainuka na kujenga tena mji wa Yeriko. Ataweka msingi wake kwa kufiriwa na mzaliwa wake, mzaliwa wake wa kwanza. Tena atayasimamisha malango yake kwa kufiriwa na mtoto wake mwanamume aliye mdogo. Basi Bwana alikuwa pamoja na Yoshua, sifa zake zikaenea katika nchi ile. Unajua alikuwa naye kwenye kitu gani? Kiapo. Unajua walipopiga mji wa Yeriko ukaanguka chini, walipopiga ule ukuta wa Yeriko ukaanguka chini, jamaa hakuacha mji ule hivi hivi. Ni kitu gani aliinua? Laana. Ndio maana mtu yoyote unapogombana naye, cha kwanza anachokuinulia ni laana. Mtu yoyote unapofarakana naye, cha kwanza anachokuinulia ni laana. Yoshua alipopigana na mji wa Yeriko ukaanguka chini, walipokuwa naondoka ule mji hakuuacha hivi hivi, aliuachia laana. Akasema, na laaniwe mtu yule atakainuka tena kuusimamisha mji, akiweka tu msingi wa nyumba afiwe na mzaliwa wake wa kwanza, akifika tu kwenye marango afiwe na mwanae wa kiume wa mwisho. Anasema Bwana akawa pamoja naye na sifa zake zikaenea. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Sasa wewe jichanganye, gombana na watu ovyo. Yani kuna mtu ambaye hana hoja ya kushindana na wewe, lakini ana hoja kwenye matamko. Yani kuna mtu ambaye anaambia utaniambia nini wewe? Wewe ovyo kabisa, ni sawa kabisa, hata kuwa na neno la kukutamkia kwa sababu na nguvu kuliko yeye, lakini katika ulimi wake uweze kumzuia asitamke mabaya juu yako. Kwa hiyo Yesu kaondoka anasema, yani leo nimemchamba, nimemsema, amenyamaza kimya. Ni kweli amenyamaza kimya, lakini kwenye ulimi wake ana uwezo wa kukuapisha, na akikuapisha laana yake itasimama. Sema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya.
Ninaeleweka mpaka hapa? Ninachotafuta, kila neno ulilotamkiwa Yesu na aliondoe juu yako asubuhi ya leo kwa damu ya Yesu. Kwa sababu kuna watu sahihi tunapigika, tulishatamkiwa maneno, tunapigika. Ni kanisani tunapigika, ni kanisani tunagombana, ni maneno. Ndio maana tamani sana watu wa Mungu, kila kuhani anayeondoka kwenye madhabahu yenu aondoke kwa amani. Nisikilize, yani tamani sana kila mwinjilisti anaondoka kwenye madhabahu hii aondoke kwa amani. So unajua laana ya mchungaji ina nguvu, na anayeweza kuiondoa laana ya mchungaji juu yako ni mchungaji. Sema amen. Nielewe, ninasema hivi, laana ya mpako mafuta wa Mungu haiondokaji kirahisi. Ukitaka usharika ustawi na vizazi vya washarika wastawi, achana kabisa na roho za ugomvi na makuhani. Achana kabisa na vita za makuhani, kwa sababu wao ndio waliopewa amri ya kuondoa laana juu ya mtu na kutamka baraka juu ya mtu. Nimeeleweka mpaka hapo? Angalia kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 17 mstari wa 8. Kumbukumbu la Torati sura ya 17 mstari wa 8. Ninakusomea hapo. Angalia Kumbukumbu la Torati sura ya 17 ule mstari wa 8. Kumbukumbu la Torati sura 17 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema hivi. Kumbukumbu la Torati sura 17 mstari wa 8. Anasema hivi, ikiwa limezuka neno lolote zito kukupita wewe katika maamuzi, kati ya damu na damu, na kati ya dawa na dawa, na kati ya pigo na pigo, nayo yashindaniwa katika marango yako au katika nyumba yako, anasemaje? Anasema nawe uondoke, ukwee, uende mahali atakapopachagua Bwana Mungu wako. Uwaende makuhani, manake wachungaji, Walawi, wainjilisti hawa, na mwamuzi atakayekuwa na mwamuzi atakayekuwa kwa siku hizo, uwaulize nao watakuonyesha hukumu ya maamuzi. Nawe fanya sawa sawa na hukumu watakayo kuonyesha mahali hapo atakapopachagua Bwana. Nawe tunza kufanya kwa mfano wa yote watakayokufunza, kwa mfano wa sheria watakayokufunza, kwa mfano wa hukumu watakayokuonyesha. Fanya hivyo, usigeuke katika hukumu watakayokuonyesha kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto. Na mtu afanyaye kwa kujikinai, kwa kutomsikiliza kuhani asimamaye hapo, kwa kumtumikia Bwana Mungu wako, au mwamuzi au asimamaye kwa kumtumikia Bwana Mungu wako, au mwamuzi, na afe mtu huyo, na utauondoa uovu katika Israeli. Na hao watu wote watasikia na kuogopa, wasifanye tena kwa kujikinai. Sasa angalia, laana yoyote inayoshindaniwa juu yako katika familia yako, wa kuiondoa sio wazee wa mila, wa kuiondoa ni wachungaji. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Sasa unajua hii laana inaozungumzwa hapa ni laana ya kifamilia. Ndio maana nasema ikiwa liko neno gumu linashindaniwa katika marango yako, kati ya damu na damu, kati ya dawa na dawa, anasema nawe uondoke uende kati ya pigo na pigo, nawe uondoke uende mahali atakapopachagua Bwana Mungu wako. Anasema hivi, kawaambie makuhani, kawaambie watumishi wa madhabahuni pako. Sasa anaposema kawaambie, anasema sasa unapowaambia, maana yake
waondoe laana juu yako, waondoe vita juu yako, waondoe pigo juu yako. Kwa sababu anasema kwa sheria watakao kufunza, kwa hukumu watakao kuonyesha, nawe fanya. Anasema kila atakayefanya kwa kujikinai, kwa kutomsikiliza kuhani au Mlawi au mwamuzi asimamaye hapo, Biblia anasema kama ni kufa na afe. Anasema utaondoa uovu katika Israeli. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Sasa ukifanya vita na kuhani, ni nani atakaye kuondolea laana? Ukifanya vita na mwinjilisti, nani atakaye kuondolea laana? Ndio maana hawa makuhani, kati ya kitu ambacho tunatunza nani kuasereo, nani kuombereo, kati ya kitu ambacho unahitaji kukitunza ni kutokufarakana naye. Kwa sababu anaweza akaondoka barazani za watu hao, hawatakuwa na amani milele. Ni kweli, hamtakuwa na amani milele. Hamtajua vurugu zinatokea wapi, hamtajua ugomvi unatokeaga wapi. Kwa sababu laana yoyote inaposimama kwenye ardhi haifi. Inaposimama mahali popote haifi. Sema ameni. Leo Yesu akuondolee kila laana kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye. Nasema haifi. Yani nasema hivi, haifi. Ndio maana unatenda dhambi, unakuja kurudi wewe mwenyewe kundini. Kwa nini unarudi kundini? Kwa sababu ndani unahukumiwa, ndani unasikia hatia. Kwa unasikia utengeneze ili maisha yako yaendelee kuwa na amani na nani? Na Mungu. Na kuna saa umegombana na mtu, unasikia hatia ndani, kwa sababu kwa kawaida vita yoyote iliyo ndogo iwe kubwa inaondolewa na mchungaji, kwa sababu Mungu aliwaweka kazi yao. Ndio mchungaji ndiye anayekuinulia mikono sasa, Bwana akubarikie na kulinda, Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, Bwana akuinulie uso wake na kukupa nini? Amani. Kwani Biblia anasema ndivyo mtakavyoliweka jina langu juu ya hao watu. Ndio maana tunasema, kwa sababu hawa ndio waliobeba neno la baraka. Usigombane naye, usifarakane naye, kwa sababu anapotamka neno baya juu yako hakuna awezaye kulifuta isipokuwa sasa litazamika hilo neno. Kama mchungaji aliyepita mligombana naye au mlifarakana naye akaondoka kwa machozi, yale machozi ni matamko. Sema ameni. Nisikilize, nasema sema amen. Ndio maana tunasema hivi, ukioa kama ni mwanaume, ogopa machozi ya mke wako, kwa sababu anapolia kila siku juu yako, kazi zako zinaharibika, uchumi wako unaharibika, uzao wako unaharibika. Ndio maana kijana yote akiwa sahihi amefanikiwa kwenye ndoa, huwa tunamuuliza, hauna machozi ya mwanamke yote? Kama vitu vyako vinaenda vibaya, tunamuuliza, una machozi ya mwanamke yote? Yamkini ulimchumbia binti ukamwacha, ulimchezea ukamvua nguo ukamwacha, unaenda kuoa mwanamke. Yale machozi ya yule binti yatalaani maisha yako, yatalaani hatua zako, yatalaani kufanikiwa kwako, kwa sababu machozi ya mwanamke hayamwachaji salama mwanaume yoyote. Mnanisikiliza wanaume mlioko huko ndani? Wewe sema mimi ni mwanaume. Anaweza asikujibu, lakini chozi lake likiangukia kwenye kanga, kwenye gauni, Yesu wangu, imekula kwako. Kwa sababu hawezi kuongea, lakini ataongea kupitia machozi. Ndivyo ilivyo. Unaweza kuta akaondoka mwinjilisti, akaondoka na machozi, akaondoka mchungaji, akaondoka na machozi. Kulifuta lile chozi la kuhani ni mpaka atoke mchungaji mwingine. Ndio maana wachungaji wanapohamiaga sharika, unakuta cha kwanza anachoomba toba ni kwa ajili ya mwenzake aliyepita.
Mungu, sijui mwenzangu aliyepita alitendewa nini, ninaomba toba, kwa sababu anajua laana ya kuhani hakuna wezaye kuiondoa. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Nasema sema ameni. Ninaeleweka ninachosema? Kwa nini nakufundisha hiki? Leo tunafuta kila neno lenye madai juu yako katika jina la Yesu. Nasema tunafuta kila neno lenye madai juu yako katika jina la Yesu. Lakini kumbuka, na wewe mwanamke, na wewe binti ulioko ndani, kama uliwahi kumwacha kijana, Yesu wangu, tena kwa dharau, kwa hasira, matamko ya mwanaume huwa hayaondoki. Huwa hayaondoki, yatakufuata. Kwa sababu mwanaume hatamkagi, anaumiaga moyoni. Akisha umia moyoni, amekufunga kwenye moyo wake. Akisha kufunga ndani ya moyo wake, yeye sasa, nimeachana naye bwana, asinifuatilie. Ulikuwa unakula 10,000 zake, ulikuwa unakula 5,000 zake, ulikuwa unasukia nywele hela zake, ulinywea Pepsi hela zake, ulinunua kitimoto hela zake, ulinunua nyama choma hela zake, ulinunua sijui mpaka nguo ya ndani kupitia hela zake. Alafu na sasa mimi nimeachana naye. Huko ndani anakumbuka vitu vyake kadiri anavyokumbuka, kwa sababu anapotoa ni sadaka. Ile ni sadaka ndio inayokufanya uoperate pamoja naye. Ndio maana mwanaume yote asipompa vitu mchumba wake, anasema kama ni mgumu hivi kwenye uchumba, je, kwenye ndoa? Anaamua kuescape mapema. Lakini kama anatoa, nakwambia hata maneno ya uongo na unamwambia ili akupe, kwa sababu unajua ana moyo wa kutoa. Sasa hatoi hivi, kadiri anavyokupa anakufunga nafsi yake ukae kwake. Kadiri anavyokupa anafunga nafsi yako inakaa kwake. Unapomwacha au unapoachana naye kwa vita, cha kwanza kumbuka kujifungua kwenye moyo wake, kwa sababu usipojifungua uko nakoenda utatoboa. Hata kama utaolewa kwa harusi ya gharama kiasi gani, utatoboa, kwa sababu maneno yake yamekufunga ndani ya moyo wake. Huko utakuwa mjanja, lakini kuna vitu vyako havitakavifanikiwa. Kuna hatua zako hazitakazifanikiwa. Kwa nini? Matamko yako ndani ya moyo wa mtu. Kwa huyo anatamka kwa machozi, huyu anatamka kwa kuumia ndani ya moyo wake. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwa nini nakufundisha hivi? Hesabu sura ya 30. Hesabu sura ya 30. Hesabu sura ya 30. Soma maneno. Kuna mtu kazi yake ni kupuzia kila kitu. Hujui kuna vitu vingine vimeandikwa, tusipovitangua leo vitakutesa milele. Lakini madam nafundisha leo ibadani, vitaachia maisha yako katika jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Hesabu sura ya 30. Hesabu sura ya 30. Naziona sura nyingi zilizohudhuria semina wiki nyingi. Kwa hili darasa siogeni mchungaji Buya, nyingi naziona. Hesabu sura ya 30. Kama umepata sema amen. Umepata kweli? Kabisa kabisa. Inasemaje? Inasema hivi, hakikisha unafuatisha hilo neno. Anasema hivi, kisha Musa kanena na wale vichwa vya kabila za wana wa Israeli na kuambia, neno hili ndilo aliloliagiza Bwana. Mtu atakapomwekea Bwana nadhiri au atakapoapa kiapo ili kufunga nafsi yake kwa kifungo, asilitangue neno lake, atafanya sawa sawa na hayo yote yamtokayo kinywani mwake. Tena mtu mke atakapomwekea Bwana nadhiri na kufunga nafsi yake kwa kifungo, naye aketi katika nyumba ya babaye katika ujana wake, babaye naye akasikia nadhiri yake na kila kifungo chake alichofungia nafsi yake, na babaye akamkazia
ndipo nadhiri zake zitakapothibitika, na kile kifungo alichofungia nafsi yake kitathibitika. Lakini kama huyo babaye akimkataza siku hiyo aliyosikia nadhiri zake ziwazo zote, wala vifungo alivyofungia nafsi yake havitathibitika, na Bwana atamsamehe kwa kuwa babaye alimkataza. Tena kama amekwisha kuolewa na mume wakati huo, wa nadhiri zake au wa neno hilo alilotamka kwa midomo yake pasipo kufikiri, akajifungia, na mumewe akasikia, naye akamnyamazia siku hiyo aliyosikia neno hilo, ndipo nadhiri zake zitathibitika, na vile vifungo ambavyo amefunga nafsi yake vitathibitika. Lakini kama mumewe akimkataza siku hiyo aliyosikia, ndipo ataitangua nadhiri yake iliyo juu ya neno alilolitamka au kwa midomo yake pasipo kufikiri, alipojifungia, na Bwana atasamehe. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Katika Kristo sema amen. Ndio maana ukiwa baba, usiseme tu na watoto, tunasema angalia watoto wako wanatamka nini. Ukiwa mume, usiseme tu mimi ni mume, angalia maneno anayotamka mke wako ni maneno gani. Anasema mwanamke anaweza akatamka maneno kwa kutokufikiri, anafunga nafsi yake, na akishafunga nafsi yake, kile kiapo kinasimama. Ni mpaka tokee mtu wa kutangua kile kiapo. Sasa maneno unayosema sio mazuri, kifungo nachofungia nafsi yako sio kizuri. Anasema atafanya sawa ya mtokayo katika kinywani mwake, kwa sababu alifungia nafsi yake kwa kiapo. Sema amen. Sasa piga hesabu, ni vitu vingapi umeifungia nafsi yako kwa kutamka? Kwa sababu kuna mtu anatamkaga vitu, yaani unaweza kujiuliza, hivi anaelewa anachotamka? Hivi anatambua anachotamka ni kitu gani kitatokea? Kazi yake ni kujitamkia vitu vigumu, kujisemea vitu vigumu. Unajua kadiri unavyotamka hivyo vitu vitatokea. Ndio maana kuna mtu ambaye si uchawi uliomfunga, sio uganga uliomfunga, ni matamko yake mwenyewe, ni maneno yake mwenyewe. Ametamka, Biblia inasema kwa kuwa alitamka kwa kutokufikiri. Kufikiri ni kama vile unatakiwa uhesabu hicho unachotamka, faida zake ni zipi na hasara zake ni zipi, kwa sababu chochote unachotamka kinaenda kutunzika, kinarudi kwako tena, kinatokea tena kwako. Kwa nini? Kadiri unachokitamka, kadiri unachokisema kitatokea, kitatimia. Leo tunakifuta kwa damu ya Yesu, na wewe pia ufute kwa damu ya Yesu, kwa sababu ulitamka kwa kutokufikiri. Sema amen. Nasema ameni. Katika Kristo nasema ameni. Kuna watu wanajuaga kutamka vitu vigumu sana. Yaani unajiuliza, huyu mama anatamka maneno, amezaa au hajazaa? Unamkuta ni binti anatamka maneno, unaangalia umri wake na vitu anavyotamka. Yesu wangu, unamhurumia, lakini yeye anatamka kwa sababu ajui madhara yake. Chochote unachotamka, cha kwanza jua madhara yake kwanza. Ndio maana usitamke vitu kwa kujisifu, usitamke vitu kwa kujisikia. Sio, yani vitakutesa, vitakumaliza. Kwa sababu Biblia inasema atafanya sawa sana yote yamtokayo katika kinywa chake, kwa sababu alitamka kwa kutokufikiri. Sema amen. Ndugu zangu, nasema amen.
katika Kristo. Nasema amen. Ndio maana ukitaka kufanikiwa, fuatilia familia uliotoka imebeba matamko gani. Ukitaka watoto wako wasomeshe, fuatilia familia aliyotoka mume wako imebeba matamko gani. Fuatilia familia aliyotoka mke wako imebeba matamko gani. Kwa sababu kuna familia ambayo ukiolewa, yani wao wenyewe hawapendani, walisharaniana. Kama walilaniana na uzao wao pia waliulani. Unasema Yesu nisaidie watoto wangu wasome. Kumbe mume wako na wifi yako walisharaniana huko. Sema watoto, nitaona watoto wa kaka kama wanafanikiwa. Na kaka naye anasema watoto wako watakuwa wajinga, walishatamkiana. Wewe ulikotoka bibie kwenu, mambo ni safi. Unaolewa kwenye familia ambayo yani wao jambo dogo tu lazima watamkiane laana. Jambo dogo tu lazima watamkiane vitu. Sasa yale matamko yanaenda kwenye familia, yanaenda kwa watoto, yanafunga kizazi, yanafunga watoto wa kiume, yanafunga watoto wa kike. Unasema Mungu, nitamani watoto wangu wafanikiwe, nitamani watoto wangu wasome, lakini familia uliotoka wamezoea kutamkiana maneno ya nini? Ya laana. Yale maneno yanaenda kufunga nini? Nafsi. Yakifunga nafsi, kwenye nafsi yako ndiko kuliko na fikra na mawazo na akili. Kwenye nafsi yako ndiko Roho Mtakatifu anakoleta maono, ndiko anakoleta ndoto. Ndio ile unalala, unajiona unasoma darasani, unajiona unajenga. Ni kwenye nafsi. Huu ni mwili umebeba nafsi. Kwa mwili huu, nafsi inaweza tena ikavaa mwili wako na ule unauona kwenye ndoto, lakini umelala wapi? Kitandani. Matamko. Fuatilia kwenye familia yenu. Kaa na anti zako, kaa na wajomba zako, kaa na baba zako wadogo na wakubwa. Watakwambia aisee, kwetu kuliwahi kutokea ugomvi, kwa kweli tulitamkiana, lakini hatukuondoa yale matamko. Ujifunze kwenda mbele za Mungu na sadaka, kwamba Yesu, ninaleta hii sadaka kwenye madhabahu yako, nafuta matamko yote waliotamkiana, mimi na familia yangu tukapata kufanikiwa. Sema amen. Usiseme ni wao waligombana. Kumbuka lile andiko nilokusomea, ikiwa neno limezuka kati ya damu na damu, kati ya dawa na dawa, kati ya pigo na pigo, nayo yashindanio. Usiseme waligombana wao. Kumbuka laana inafuata damu ya kizazi, inafuata damu ya familia. Sema amen. Ninaeleweka mpaka hapo? Futa leo kwenye hii ibada, usiondoke hujafuta maneno. Kwenye hii ibada usiondoke hujafuta laana. Sema haleluya. Andiko la mwisho, Kumbukumbu la Torati 21. Kumbukumbu la Torati 21. Torati 21. Kwa sababu kuna vitu vingine vilifanyika wao kuwepo. Ndio ile tunasema laana ya kutokujua. Kuna vitu vingine walivifanya, labda ulikuwa ni mtoto, tunaita laana ya kutokujua, na yenyewe tunaiondoa, hata hatuijui, lakini maadamu tunajua tunateseka sasa, tunaiondoa kwa sababu hatuijui, lakini ipo. Hatujui ni nani alitenda, lakini ipo, lazima tuiondoe. Kumbukumbu la Torati 21. Kama umepata sema amen. Umeipata tayari? Mbona mwingine anaandika? Kama umepata sema amen. Angalia Kumbukumbu la Torati 21 inasema hivi. Kumbukumbu la Torati 21 inasema hivi: aonekanapo mtu ameuawa kati ya nchi akupayo Bwana Mungu wako kuimiliki, amelala kondeni, wala haijulikani ni nani aliyempiga, na waondoke na watoke nje wazee wako na waamuzi wako
na wapime hapo mpaka miji iliyomzunguka huyo aliyeuawa, na iwe mji ule ulio karibu na yule aliyeuawa. Wale wazee wake wa mji huo watoe mtamba katika kundi la ng'ombe ambaye hajafanya kazi wala hajakokota jembe la nila. Wazee wa mji huo na wamshusha yule mtamba mpaka bonde la maji ya mto lisilolimwa wala kupandwa, wakamvunje yule mtamba shingo yake umo bondeni. Na hao makuhani wana wa Walawi wasonge karibu, kwa kuwa ndio aliowachagua Bwana Mungu wako watumike na kubariki katika jina la Bwana. Na kila neno lishindaniwalo na kila pigo litakuwa kwa kufuata maneno yao. Na wazee wote wa mji ule ulio karibu sana na yule aliyeuawa na wasogee, waoshe mikono yao juu ya huyo mtamba aliyevunjwa shingo yake umo bondeni, na wajibizane kwamba mikono yetu haikumwaga damu hii, wala macho yetu hayakuiona. Bwana, samehe watu wako Israeli uliowakomboa, wala usiache damu ya asiye makosa ikae katikati ya watu wako Israeli, na ile damu utasamehewa. Sema amen. Kwao ndivyo utakavyoondoa damu ya asiye makosa katikati yako, utakapofanya yaliyo sawa machoni pa Bwana. Kanisa tuseme amen. Kanisa la Bwana tuseme amen. Kanisa la Bwana tuseme amen. Ndio hivyo naweza kushughulikia laana ambayo hujui ni nani aliyeizaa, ni nani aliyeileta. Kwa sababu kuna vita inapita kwenye familia, kuna pigo linapita kwenye familia. Unakuta ni wadada wazuri hawaolewi, kumbe kuna familia, kuna shangazi alishakufaga hakuolewa. Hawa mabinti wanashangaa kwa nini hatolewi, au wanaolewa wanaachika. Tunashangaa iko laana ilitamkwa. Sasa na nyinyi hamkuepo kwenye umri wenu, kwa miaka yenu hamkuepo. Sasa wanapopatikana waombaji kwenye familia, kazi yao wanasema, Mungu, sisi hatujui hii laana ni nani aliyetengeneza, kwa sababu hatukuepo. Lakini damu yako ipo. Unachukua sadaka, unaenda kwa mchungaji, unatoa, unashiriki na meza ya Bwana, ile laana inaondoka. Kwa sababu hao wanaamka asubuhi wanakuta mtu amekufa, lakini hawajui ni nani aliyekufa. Unajua walichokuwa na chukua, wanaamka asubuhi ni kama vile unachola umbo. Umewahi kuona saa ajali imetokea, maaskari wanaweka utepe. Lile kuweka utepe ni alama ya kibibilia. Vile wanavyoweka utepe wanazuia ile damu isisambae kuleta uharibifu. Wewe unaona tu ni utepe mwekundu. Kibibilia, unapoamka asubuhi unakuta mtu amekufa, cha kwanza unachora. Kwa nini unachora? Saa ile unapoona ndo laana inapoanzia kutembea. Unapoiwai ile laana haisambai. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Sema amen. Nasema ile laana haisambai tena. Ndio maana kuna kitu unaanza kuona dalili kwa mzaliwa wako wa kwanza, shughulika nacho. Kuna kitu unaanza kuona dalili kwa binti yako, shughulika nacho. Kwa sababu zile dalili ni ishara kwamba iko laana, iko laana, iko laana, iko laana. Kwa hawa wanaamka asubuhi wanaiona hiki kitu hiki, lakini mtu amekufa, wanamwangalia, wanakimbia, anasema wanachora. Wakisha chora wanakimbia, wanaenda kwa mchungaji. Sasa kipindi kile walikuwa na utaratibu, wanaenda wanachukua ng'ombe ambaye hajarima bado,
Wakisha mchukua yule ng'ombe ambaye ajaribu bado, ni kitu gani wanafanya? Wanampeleka, wanaweka mikono yao. Alafu mchungaji anawaongoza sala ya toba juu ya ng'ombe ambaye bado ajarima. Biblia inasema ndivyo wanavyoondoa laana ya aliyewawa, manake ile damu isiendelee kuwapiga. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Na kufundisha we tanguliza usichana wako mbele. Kuna vitu ili ukae kwenye ndoa yako vizuri, lazima uviombee toba sahi. Kwa sababu usipoviombea vitakutesa mbele ya safari. Kuna vitu kabla hujaoa viombee toba sahi. Kuna vitu viombee toba sahi kwa watoto wako kabla hawajafikia ule muda wa kuolewa na kuzaa. Kwa sababu kuna laana ambayo haifanyi kazi sasa, inasubiri miaka 15, inasubiri miaka 20. Sasa jamani, watoto wangu walianza vizuri. Angalia miaka ambao wanaharibikiwa, miaka 17, 18, 20 ndio wanaharibikiwa. Manake laana ilikuwepo ila muda wake ulikuwa bado. Sema amen. Jamani nasema amen. Kwani hujawahi kujiuliza, kuna watu umesoma nao sai ni chapombe hatari. Sai hata ukitazama maisha yao unasikia kulia. Lakini kule mwanzoni wakati mnakuwa pamoja kila mtu alikuwa salama. Ujui hata kama ataharibikiwa. Ujui hata kama atakuwa chapombe. Niliwahi kusoma na kaka mmoja. Baba yake alikufa, na kweli wakati tunasoma naye shule za msingi alikuwa na vitu vya ushirikina. Unajua kilichotokea? Yani alienda alijitupa kwenye gari na alipasua kichwa chake hapo. Unajiuliza huyu mtu mpaka nenda kujitupa kwenye gari ilikuwaje? Ngoja nikwambie hivi, kuna vitu sahi huwezi kuviona kwa mtoto wako. Hata wakikwambia omba sahi, unakejeli hata kukejeli. Anasema jamani tufunge kwa ajili ya watoto. Unasema nao wachungaji hawana muda. Mimi nitaweza kufunga sahi. Yani si bado. Lakini kuna siku utafungishwa. Yani hutaki kufunga, utafungishwa. Yani hata kukolonize. Yani we mwenyewe hata hiyo nyama haitapita hapa kooni. Hata huo ubwaba wenyewe hautapita wapi nini? Kooni. Amekuvuruga saa hiyo. Umepeleka sekondari anarudi na mimba. Saa hiyo unaambiwa mtoto aingii shule anakunywa pombe. Unabaki yani mwanangu alitulia, ni shuleni huko ameharibikiwa. Yani kuna laana ilikuwepo. Sawa nakwambia omba toba. Ulikuwa unaona niombe toba kwa ajili ya nini? Sawa nasema tutoe sadaka kwa ajili ya watoto. Unasema saa hiyo nakwambia unasema ni njia tu za kujipatia fedha. Wewe kuna laana hauijui, lakini ipo. Shughulika nayo sahihi katika jina la Yesu. Nasema shughulika nayo sahihi katika jina la Yesu. Shughulika nayo sahihi katika jina la Yesu. Kwenye ujana ni taabu. Yani mimi siwezi kuolewa na mwanaume asiyejielewa. Kwenu kuna laana ya wanaume wasiojielewa. Kaangalia shangazi zako wameolewa na jamaa wa aina gani? Badala ya kuomba toba. Ndio maana Biblia inasema apataye mke, apataye mume, apata kitu chema. Lakini ajipatie kibali kwa nani? Kwa sababu Mungu ndo anajua vya kweli. Kuna vingine Mungu atakwambia omba toba. Kuna marana ya kuolewa na watu wasiojielewa. Lakini wewe unadhani ni akili nafanya choice. Hapana. Mungu ndiye anayekuchagulia. Mungu ndiye anayekuongoza. Sema amen. Nasema amen. Tunaambiwa ujana maji ya moto, ni kweli yanachemka. Hata ukiambiwa hiki, sema we mama, mimi najua tu. Unapita hapo, unachagua kijana huyu, kijana huyu, kijana huyu. Unakuja kuchagua lenyewe na kuambia, sema yani ulinificha, ningejua nisingeolewa na wewe. Laana ina kawaida ya kukufanya kwa kipofu.
Ndio maana nasema wale waliokaa katika uvuli wa mauti, nuru ya Bwana imefanya nini? Imewangaza. Kwa nini nawangaza? Kuondoa giza. Na leo lazima giza liondoke katika jina la Yesu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Uko tayari tuombe? Na kuuliza uko tayari tuombe? Nasema uko tayari tuombe wewe? Sogea mbele. Nenda mbele. Bwana niinue kwa imani. Sogeza viti nyuma. Nisimame nipande milima yote. Bwana nipande. Mbele ninaendelea. Mbele ninaendelea. Ninazidi kutembea maombi yasikie. Bwana nipandi. Bwana niinue kwa imani. Nisimame nipande milima yote. Bwana nipandi. Bwana wa huruma
Sema Bwana Yesu, niko mbele zako katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Nasimama mbele zako, naomba toba. Kila neno la laana lililosimama juu ya usharika wetu, juu ya usharika wetu, kila neno la laana lililosimama juu ya familia zetu, linasimama mbele zako kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Yesu, kila matamko ya laana yaliyosimama juu ya familia, juu ya uzao, juu ya kazi, juu ya uchumi, Yesu, Yesu, naomba toba kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Naomba Yesu, samehe, 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 samehe Baba, samehe Yesu, samehe mwaminifu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Samehe, samehe Yesu, samehe Baba, samehe Mfalme, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Niko mbele zako asubuhi ya leo kwenye hii ibada, kwenye hii madhabahu yako, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Naomba toba, naomba toba, naomba toba, naomba toba kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu, ita tena, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Na inene mema saiye Bwana. Nenda mbele za Mungu, mwambie Yesu, naomba toba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninasogea magotini pako, mbele za uso wako, ninasogea madhabahuni pako, katika jina la Yesu Kristo. Kila mtu aombe toba, kila mtu aombe toba kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu kidogo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninasogea mbele zako, ninasogea magotini pako kwa ajili ya watoto wako na watumishi wako hawa, katika damu ya Yesu. Kila neno lililosimama juu yao, kila laana iliyosimama juu yao, kila vita iliyosimama juu yao, yale maneno waliotamkiwa, iwe ni kwenye uchumi, iwe ni kwenye kazi, iwe ni kwenye uzao, iwe ni kwenye ardhi ya kanisa, liko neno limepita, liko neno limefunga. Tunainua macho yetu tukitazama kwako. Wewe ni msaada wetu, wewe ni msaada wetu, katika jina la Yesu Kristo. Tunainua macho yetu kwenye madhabahu yetu, kama unalia lia tu mbele za Mungu. Yesu afuta hayo maneno. Yamkini sahi unapita kwenye vita ya uzao wako, kuna maneno yalipita, kuna maneno yalitamkwa, kuna maneno yalitufuruga. Damu ya Yesu Kristo, rikaramasa, rikonaramusa, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu Kristo, rikolomosanarabasa. Yesu, damu yako ipite, damu yako ipite, damu yako ipite kwa wamama, kwa wababa, kwa wakaka, kwa wadada. Yako maneno yalisemwa, yako maneno yalitamkwa, rikaramayanoromosa, rikanoromosa. Ni maneno ya vita, ni maneno ya laana yalitamkwa. Yesu, naomba toba na kanisa lako. Ni watoto wasomi, ni watoto wakifanya kazi hawafanikiwi. Yesu, naomba toba. Yesu, naomba toba. Yesu, naomba toba. Yesu, naomba toba. Samehe Baba,